Tunawashukuru sana. Mwitikio huu umesababishwa sana na wanahabari, kwa sababu wazazi na walezi wasingepata taarifa bila wanahabari. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa mchango wenu mkubwa katika kuhamasisha kitu. Lakini cha pili, kuna somo kubwa ambalo linapatikana hapa, kwamba leo unaweza kaona watoto ambao wamejiandikisha it's almost 700, na katika hawa watoto waliojiandikisha wengi ni wa umri mdogo, na katika huo umri mdogo tunatoa fursa kwa watoto kuja kujifunza. Lakini unaona mwitikio wa wazazi kuwaleta watoto wao. Ukiangalia kundi kubwa hapa ambalo liko pembeni yetu upande wa kulia ni wazazi ambao wamekuja kusupport watoto wao ambao wanaamini wana vipaji. Kwa hiyo mimi nimekuwa muumini mkubwa sana wa kusema kwamba ukanda wetu wa East Africa, Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, over 200 million people wako katika huu ukanda, na mchezo wao namba moja ni football. Lakini bado hatujawa na impact kubwa kwenye mchango wetu wa wachezaji wakubwa barani Ulaya na duniani kutoka kwenye zone yetu. Na mimi have done my research. Moja katika shida kubwa ambayo tunayo ni elimu ya hawa watoto ya mpira, na ndio hicho kitu ambacho tunakikosa. Sasa katika uongozi wetu, moja katika agenda ilikuwa ni youth development. Ingawa wakati tunaingia kwenye uongozi lazima uwe na kipaumbele, na tumefanya wakati huo tunaingia uongozi pia tulikuwa hatujafanya vizuri kwenye senior team. Kwa hiyo tukaweka jitihada kwenye senior team, na sasa tumeshakuwa stable, tunaanza kushuka huko kwenye youth development. Na this is one of them. Kuwa na program hizi za watoto wadogo ndio kitu ambacho kinaweza kuinua vipaji. Tunatoa fursa kwa watoto wenye vipaji kuanza kujifunza mpira katika umri mdogo. Tulianzisha Yanga Soccer Schools mwezi Disemba mwaka jana. Mwitikio umekuwa mkubwa, lakini ingawa naweza kusema pia kuna challenge kwa baadhi ya wazazi kwenye gharama, lakini sasa tumekuja na package ambayo ina sponsors. Leo tumepata sponsorship ya watoto 20, lakini baada ya jana kufunga mahesabu ya registration, mimi niko kwenye board ya foundation, tukasema hapana, hawa watoto 20 tutakuwa idadi ni ndogo kukompea na watu 600 700 ambao wamejisajili. Tukasema tuongeze mpaka kufika watu 30. Kwa hiyo hata hao 30 hawatoshi mkiangalia hapa vipaji vya kutosha, na hiyo idadi ni ndogo. Kwa hiyo tuna nafasi kubwa ya kutoa elimu kwa watoto, lakini tuna nafasi kubwa ya kuendeleza vipaji. So leo hapa tumeleta wataalamu watawascout wa watoto, na mwisho wa siku tutapata wale cream de la cream ambao tutawapeleka kwenye hatua inayofuata ya udhamini na kuwafundisha mpira. Lakini bila kusahau mipango yetu ya serikali sasa hivi tunaweza kuiona, viwanja, training facilities nyingi zinaweza kujengwa. Tutakapokuwa tuna AFCON mwakani, tutakuwa na viwanja vya mazoezi vingi, tutakuwa na viwanja vya kuchezea mechi vyenye standard kubwa almost 5-6 katika nchi yetu. Nani atakayeenda kuvitumia? Lazima tuanze kuandaa hawa watoto. Kwa hiyo dhamira ndio hiyo. Nichukue fursa hii kuwashukuru sana GSM Foundation kwa udhamini, na tunaendelea bado kuwasiliana na baadhi ya taasisi mbalimbali. Tuna taasisi nyingine mpya ambayo baada ya kuona imevutiwa na yenyewe imedhamini watoto 10. Tutakwenda kuitangaza pia programu yake baada ya hii. Lakini tunatoa wito pia kwa taasisi mbalimbali. Hawa watoto wote hawawezi kuhudumiwa kwa hiyo idadi ya watoto 40 tu. Wakati umeona hapa leo wamekuja watoto almost 700, na taarifa tulizopata pia kuna wazazi ambao hawakupata nafasi ya kusajili. Wana watoto hapa wengi ambao tunatafuta njia ya namna gani tutaweza na wenyewe kuwapa nafasi, ambao watoto the almost another 500 families ziko hapa. Kwa hiyo tunaomba taasisi mbalimbali zijitokeze. Hii program ni kwa ajili ya kunufaisha nchi yetu kwa ujumla na kutoa fursa kwa watoto, na kikubwa zaidi ni kutoa elimu ya mpira, wajifunze mapema, na mwisho wa siku tutapata wachezaji bora katika taifa letu la Tanzania. Tutapatikana 30 leo wote hapa au kutakuwa kuna phase ili kufikia wao? No, hatuendi kuwapata 30 leo wote, isipokuwa ni process ya kuwapata 30. Leo hapa kuna watoto, hesabu za jana zilikuwa zinasema 630 mpaka jana, ingawa tuliombwa tena tuwapokee wengine, kitu ambacho hatujakifanya, lakini wapo katika usajili. Katika 630 leo itatoka idadi kubwa zaidi, sio 30, itakuwa kubwa zaidi, sijui ni wangapi, lakini hatutaki kulimit watoto kusema kwamba hawa tuwapoteze na kusema hawa hawajui mpira. Hapana. Kwa hiyo inawezekana wakawa 100, inawezekana wakawa 200, inawezekana wakawa 300 kati ya 600 leo wakapatikana. Halafu tutatoa fursa ya kuendelea kuwachuja zaidi. Tukipata hiyo short list ambayo labda sijui itakuwa ni ngapi, siwezi kutaja. Tukipata hiyo tutatengeneza fursa ya hawa watoto kuja sasa na kupata muda mrefu wa kucheza. Bahati nzuri nyie wote watu wa mpira, dakika 20 peke yake hazitoshi kumassess na kusema huyu hawezi kabisa. Isipokuwa tutakachokifanya, tutapick talent za juu
Sijui itakuwa ni idadi gani, lakini itakuwa idadi ya juu. Baada ya hapo tutatoa fursa ya kuwaita sasa. Kipindi cha mwezi mmoja tutawaita kwa makundi mbalimbali, labda watoto 80 kwa siku moja wakacheza mechi, watoto 80 kwa gawa katika makundi 3 4, wakacheza mechi na kupata muda mrefu wa kucheza. Hapo tutakuwa tuna nafasi ya kumassess kila mmoja na kutoa fursa ya mtu yule kuwa assessed, kupata nafasi ya kucheza muda mrefu na kusema kwamba hapa kuna kipaji. President, mpango huu mara nyingi tunaona timu kibao zilishawahi kufanya Tanzania, lakini changamoto inakuja kwenye mipango sahihi ya kuwa mpango endelevu na kuweza kuwasaidia. Baada ya miaka 5 6 huwa tunakisahau kitu kama hichi. Ni mpango gani ambao mmeuweka na mnaufikiria ambao utakuwa endelevu na utakuwa unaendelea kuwasaidia vizazi na vizazi? Kwanza mimi ni muumini sana wa youth development na hicho watu hawajawahi kukiona. Ninachotaka kukwambia ni kwamba taasisi zetu zilikuwa zina changamoto sana ya kifedha. Unapata program za watoto haziwezi kudumu muda mrefu kwa sababu ya fedha, changamoto. Lakini sasa hivi tumestabilize kwa kupata mdhamini ambaye atabeba gharama za watoto kwa mwaka mzima. Kwa hiyo huyu mtoto atakayekuja kupatikana leo hapa atakuwa chini ya usimamizi wa Yanga pamoja na foundation kwa mwaka mzima. Kwa hiyo tutaiona impact, itaonekana. Unless huyo mtoto sasa kipindi cha mwaka mmoja tuone hatakuwa tumemchagua mtoto sahihi, inaweza kutokea na kusema kwamba hakuna progress kubwa, lakini kwa hawa ambao tunawapata kutakuwa kuna muendelezo kwa sababu tayari kuna financial stability nyuma yake, na sisi tuko very serious. Na leo nichukue fursa hii, tutamtangaza kocha Badru. Nafikiri wengi wenu mnamfahamu, mmoja katika walimu bora kabisa wa youth development, alikuwa Azam kwa muda mrefu pale na ametoa vipaji vikubwa sana. Tutamtangaza rasmi leo kuwa mwalimu wetu sasa wa hii elite group ambayo tunaipata. Kwa hiyo mtaweza kuona, na nimemtoa Uingereza, ameingia leo jana usiku specifically kwa ajili ya kuja kusimamia hizi timu zetu za watoto ili tuweze kupata matokeo mazuri kutoka kwao. Kwa hiyo it will be a separate window under sponsorship na under specific technical bench yenye uwezo wa kuwakuza watoto. President, ikiwa wewe ni kiongozi wa soka Afrika, kwa mtikio huu unaashiria nini kwenye soka? Mimi naamini na nimekisema hichi kitu, ukanda wetu wa Afrika Mashariki mchezo namba 1 ni football, na hatuna mchezo mwingine ambao tunaweza tukajivunia nao. Matokeo haya ya wazazi kuja hapa mimi nitakwambia ni idadi ndogo, kwa sababu watu waliopiga simu baada ya kuona hili jambo limetokea wamekuwa wengi zaidi kuliko hata waliojisajili. Kwa hiyo naamini mwitikio ni mkubwa, naamini wazazi wanatamani waone watoto wao wanakwenda kucheza kwenye timu kubwa, lakini naamini pia kwamba taasisi yetu Young Africans imeaminika kwa kiasi kikubwa sana, na hii ni habari nzuri kwetu. Na niseme tu tutakuwa tuna hizi program endelevu ili kuhakikisha tunasaidia youth development katika taifa letu. Asante. Hongereni sana, na tuanzie na eneo la mwitikio. Bila shaka hamkutegemea hichi ambacho kimeonekana hili. Watoto wamekuwa wengi sana. Nyinyi wenyewe kama Young Africans, mwitikio mnauzungumziaje? Kile ambacho mlikitegemea? Kwa kweli mwitikio ni mkubwa sana, na naamini kama zoezi la uandikishaji lingeendelea kwa siku 1 ama 2 zaidi, wenye vipaji 30, maana yake tutakuwa tuna vijana wa ziada 605. Kwa hiyo ni zoezi kubwa, tunasikia faraja kuona kwamba vijana wameitika kwa wingi huu, lakini tumepata database ambayo itakuwa na faida kwa Young Africans na kwa Tanzania. Vice, kwa muda ambao mmeweka leo, kwa idadi ya watoto waliopo, mnadhani inatosha kwenda kuangalia wale ambao wanafaa na mahitaji ambayo mnahitaji? Siku ya leo tumeitenga kwa ajili ya shughuli hii, na kuanzia asubuhi toka tumefika hapa mpaka saa 8 ama 9 tutategemea tutakapomaliza. Mimi naamini kwa sababu tumeleta pia walimu na wakufunzi wengi kama mnavyoona uwanjani, timu zetu zote ya soccer school, under 17, under 20, timu yetu ya wanawake na baadhi ya wakufunzi wetu ambao wapo ndani ya Young Africans mahususi kwa ajili ya lengo hilo. Kwa mimi naamini kwa watu ambao tunao na wanaelewa tunachokitaka, watafanikisha tuweze kupata vijana wale ambao wanahitajika kwenye mchujo huu. Zoezi panga na mimi mmejiandaa vipi ili kujaribu kuondoa ile minong'ono mara baada ya zoezi kwamba pengine mtu aliamini kwamba anastahili na kufanikiwa kuingia kwenye 30 bora? Uzuri ni zoezi la wazi kabisa. Sisi Young Africans kwa kushirikiana na wadhamini wetu
pamoja na partners wetu wa GSM Foundation na GSM Tanzania tumelihakikisha zoezi hili linakuwa la wazi, na mumeona kuanzia kwenye usajili tulikuwa tunaonesha matukio yanavyoendelea klabuni pale wakati wa usajili, na leo hapa tumewaalika waandishi ili waweze kushuhudia utaratibu unavyoendelea. Walimu wanachukua kwa uwazi kabisa vijana ambao wanaonekana wana vipaji, majina yao yanawekwa pembeni kwa ajili ya kutengeneza grupu ambalo litaweza kutupatia hao vijana wengine. Hakutakuwa na upendeleo wowote. Ni watoe hofu nyinyi kama waandishi muweze kuwapa taarifa hizo wazazi, lakini pia ni watoe hofu wazazi kwamba zoezi hili ni la uwazi, halina upendeleo. Kwa sababu tukifanya upendeleo tutakuwa hatujamtendea haki mdhamini wetu GSM, tutakuwa hatujaitendea haki Young Africans, tutakuwa hatujawatendea haki wazazi ambao wametoka masafa ya mbali kabisa ndani ya nchi hii kuja hapa leo kuona vijana wao wanapata nafasi, lakini tutakuwa hatujaitendea haki Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutowapa kile kizuri ambacho kitakwenda kuisaidia nchi hii. Mpaka sasa kwa namna ambavyo zoezi linakwenda, vipaji vimeonekana kwa level ya kuridhisha kabisa kwamba wanapatikana 30 ambao ni best. Mimi niwashukuru sana GSM Foundation kwa kukubali kudhamini jambo hili, kwa sababu ninachokiona hapa leo mimi binafsi ni matamanio yangu, na badala ya kufika, sababu nimefika mapema sana, nikaanza kusema kwamba tumechelewa, lakini lugha ya kigeni wanasema better late than never. Hatujachelewa sana, tumepata kwa wakati sahihi. Naamini hapa hiki ambacho kinakwenda kutokea leo kitakwenda kujenga msingi mzuri sana kwa jamii yetu na Tanzania kwa ujumla. Makamu, hii shughuli ni bara tu, sisi Zanzibar vipi? Narejea, na kama mmenisikiliza natumia neno Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hili ni zoezi limeanza, litaendelea. Tuna program nyingine ambayo tutaitangaza pia baadaye, ambayo hiyo iko dedicated kwa ajili ya Zanzibar pia. Kwa tuna hizi program nyingi sana kwa ajili ya kutafuta vipaji, na tumejipanga sisi kama Young Africans kuhakikisha tunakwenda kujenga msingi imara sana katika kuhakikisha tunakuwa na foundation hiyo ya kuwa na vijana wenye vipaji, vijana bora kabisa. Lengo ni kuisaidia Young Africans kuweza kuwa na wazawa wengi katika kikosi chetu, lakini lengo letu namba moja na kuu ni kuisaidia Tanzania katika mashindano ya kimataifa upande wa timu za wanawake. Na leo pia bahati nzuri nimeona kuna vijana wa kike hapa 4 wameshiriki, nimefurahi sana. Lakini tunaona katika upande wa wanawake timu zetu za taifa za wanawake zimekwisha cheza World Cup, zimekuwa zinashiriki WAFCON mara kwa mara. Sasa tunataka na timu ya taifa kubwa kwa maana ya wanaume nayo iwe na uimara, na sisi Young Africans tunataka tuwe na msingi ama miongoni mwa watu ambao wataitengenezea msingi timu yetu ya taifa, na leo tumeianza safari hiyo. Sasa bila shaka kama management nyie mnafurahi hasa hicho ambacho kifanya GSM, sababu tumeangalia tu watoto kama 20 mwaka mmoja ni zaidi ya shilingi milioni 100. Kwa hiyo ni gharama sana kuendesha kitu kama hichi, lakini kuna wale ambao huwa wanasubiri mtu aanze ndio nao wawiwe kufanya hicho kitu, kwa maana upande wa wadau. Je, kwa mdau ambaye pengine anawiwa pia baada ya kuona GSM amewekeza ama amefanya hicho alichokifanya, pia anakaribisha milango iko wazi Yanga? Naendelea kuwapongeza GSM kwa hiki ambacho wamekifanya. Wametusaidia kutengeneza future ya nchi hii. Tumezoea wadhamini wa mpira nchi hii wakiingia kwenye kudhamini, wanadhamini hizi timu zetu kubwa tu, hasa hizi za wanaume, lakini GSM kupitia GSM Foundation wameamua kuwekeza katika vijana. Vijana 30 ni timu moja kamili, lakini kutokana na idadi kubwa ya vijana waliojitokeza, na naamini wengine wako nje ya mchujo huu hawajafika, wangetamani kuwepo. Kwa hiyo mimi naamini hili litawavutia wawekezaji wengine, hili litawavutia wafanyabiashara wengine kuona hiki ambacho wenzetu wa GSM Foundation wamekianzisha kupitia Young Africans, na wao watakuja kuweka nguvu ili tuweze kuwa na vijana zaidi ya hawa 35. Kwa hiyo kwa niaba ya Young Africans tunawapongeza sana na tunawashukuru sana GSM kupitia GSM Foundation kwa hili ambalo wamelifanya leo. Waendelee, lisiishie hapa. Naamini hata wao pia wataona kwamba huu mwanzo ambao wameuanza unahitaji kuendelezwa zaidi. Kiwango ambacho wamekiweka kwenye soka la watoto tu ama la vijana
takriban milioni 150 katika kuendeleza vijana hawa. Sio pesa ndogo, ni udhamini inawezekana wa baadhi ya timu, lakini wamewekeza katika kuendeleza vijana. Ni jambo kubwa, ni jambo la kupigiwa mfano na la kuigwa. Asanteni sana.